Mijadala inazidi kuongezeka kuhusu uwezo wa silaha za kivita za Iran. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeingia wiki ya 4, huku mjadala ukizidi kuhusu uwezo wa makombora na drone za Iran licha ya mashambulizi yake kuendelea Israel na Ghuba. Licha ya Marekani na Israel kutangaza kwamba uwezo wa kijeshi wa Iran umesambaratishwa, mashambulizi ya Iran bado yanaendelea ndani ya Israel katika eneo la Ghuba. Mnamo Machi 14, ikulu ya Marekani ya White House ilidai kuwa uwezo wa makombora ya balistiki wa Iran ulikuwa umeharibiwa kwa kiasi kikubwa, lakini Iran imeendelea kurusha makombora hayo hata baada ya kauli hiyo. Kwa mujibu wa Bers Ozelik, mchambuzi wa usalama wa Mashariki ya Kati kutoka taasisi ya RUSI, uwezo wa Iran umedorora lakini haujaisha kabisa. Hakuna takwimu kamili kuhusu idadi ya makombora ya Iran yaliyosalia. Jeshi la Israel lilidai Iran ilikuwa na takribani makombora 2500 kabla ya vita, wakati wataalamu wengine walikadiria yalikuwa ni 6000. Iran ilijulikana kuwa na hazina kubwa zaidi ya makombora katika Mashariki ya Kati, ikiwa na mifumo kama Sejil, Ghadir, Khorramshahr, Shahab na Emad. Lakini ni Iran ambayo iliweka wazi kwamba ina uwezo wa kufyatua makombora 1000 kwa siku moja ndani ya miezi mingi ya vita. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ni kwamba Iran itakuwa na makombora mengi tofauti na kile ambacho wanaeleza. Kwa mujibu wa ripoti ya kijasusi kutoka Marekani, Iran ilikuwa na mifumo ya makombora yanayoweza kufika umbali wa kilomita 1300 hadi 2000 na hata zaidi ya kilomita 3300 hata 4000. Hata mashambulizi ya Marekani na Israel kwenye viwanda vya kutengeneza makombora ya maghala ya silaha ya Iran yamepunguza uzalishaji wa Iran. Bado haijabainika ni kwa kiwango kipi. Hata hivyo, droni za Shahed katikati ya vita vya wiki 4. Kwa upande wa drone, Iran ilikadiriwa kuwa na karibu drone 80,000 za Shahed kabla ya vita kuzuka. Drone hizo zimekuwa nguzo muhimu za kimkakati kwa Iran kwa sababu ni za bei nafuu na ni rahisi kuzizalisha na ni vigumu kuzizuia. Mara nyingi gharama ya kuangusha drone moja ni kubwa kuliko drone yenyewe, jambo linaloipa Iran faida ya gharama kwenye uwanja wa vita. Kwa mujibu wa mtaalamu wa usalama na mhadhiri katika chuo kikuu cha Portsmouth nchini Uingereza, Matthew Powell, Iran ina uwezo wa kutengeneza hadi drone 10,000 za Shahed kila mwezi, ingawa kasi hiyo huenda imeshuka kutokana na mashambulizi ya kijeshi kutokana na Marekani na Israel. Makombora kwa upande mwingine ni ya gharama kubwa na changamoto zaidi kutengeneza. Maafisa wa Iran wanasisitiza kuwa uzalishaji wa makombora unaendelea licha ya vita, ingawa madai hayo hayawezi kuthibitishwa nje ya Teheran. Kauli hiyo ilirejelewa hivi karibuni na msemaji wa IRGC Ali Mohammed Naein, ambaye baadaye aliripotiwa kuuawa katika mashambulizi yanayoendelea nchini humo. Mbali ya kuzuia mashambulizi ya sasa, malengo ya Marekani na Israel ni pamoja na kudhoofisha uwezo wa Iran wa kujijenga upya baada ya vita. Hata hivyo, ukosefu wa uwazi wa Iran kuhusu miundombinu yake chini ya ardhi na uwezo wake kutengeneza makombora na drone kwa wingi unaiacha dunia ikiwa na taswira isiyo kamili kuhusu uwezo wake halisi wa kijeshi uliosalia. Nyakati fulani Marekani ilisema ilishamaliza uwezo wa makombora ya masafa marefu ya Iran, lakini ni wakati ambapo Iran ilianzisha mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya Israel pamoja na maeneo yenye faida kwa Marekani katika eneo la Ghuba, ambapo ni pamoja na ngome zake za kijeshi. Iran imeendeleza mashambulizi mazito ambayo hayakutarajiwa. Iran ambayo ilitarajiwa kuwa ilikuwa na makombora ya kufikia kilomita 2500 imeshambulia Diego Garcia iliyo umbali wa kilomita zaidi ya 4000 kutoka Teheran. Ni Iran ambayo makombora yake wakati huu nchi nyingi ulimwenguni zimekuwa zikihoji ni uwezo gani uliokuwa nayo na kwamba ni Iran isiyotabirika. Iran katika eneo ya chini ya ardhi, chini ya milima, ina idadi kubwa ya makombora ambayo bado hajatumika, na inasema kwamba ndio kwanza wameanza kutumia katika wiki ya pili makombora ya kisasa ambayo yamezalishwa katika siku za hivi karibuni. Lakini mwanzo wa vita hivyo Iran ilitumia silaha za muda mrefu ambazo zilikuwa katika maghala, na hivyo walikuwa wanasema wanasafisha maghala yao. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.